vyama vyetu vya kisiasa na Watanzania wote kwa ujumla, lakini hasa vijana wenzangu. Niliyeko mbele yenu hapa naitwa Joseph Marago, mtoto wa mama Tanzania. Ufuatao ni waraka wa vijana Tanzania, waraka wa amani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2025. Shukrani kwa Mungu Muumba. Sisi vijana wa taifa mama Tanzania tunatoa shukrani zetu kwa Mungu Muumba, yeye atupaye afya na uzima. Zaidi ametupa nchi nzuri yenye wingi wa mali za asili, bahari, madini, mito na wanyama wazuri wa kila aina. Amani na upendo na umoja wetu vimekuwa ngao yetu tangu kale ya waasisi wa taifa letu. Vijana Tanzania tunasema asante Mungu kwa neema hii kuu. Asante kwa zawadi ya maisha ya viongozi wetu waliotangulia mbele ya haki: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere baba yetu, Benjamin William Mkapa kiongozi wetu, John Pombe Joseph Magufuli kipenzi chetu, pamoja na viongozi wote waliotangulia mbele za haki. Tunaombea rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Pongezi kwa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi vijana wa taifa Tanzania tunatambua umuhimu wa amani na utulivu ndani ya taifa letu, na kwa mantiki hiyo tunawapongeza viongozi kwa kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano ambao tumekuwa nao tangu kuasisiwa kwa taifa letu hapo awali. Tunasema asante sana Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi mkuu na wa mwisho wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Isidori Mpango baba yetu, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa Kassim, waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Madam Tulia Ackson, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watumishi wa umma, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama na majeshi yetu yote ndani ya taifa letu. Na kwa nafasi ya pekee tuwapongeze wananchi wote wa taifa Tanzania kwa kuendelea kuishi kwa amani, upendo na uzalendo, wa kuendelea kuheshimu na kufuata kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ili ituongoze. Hongereni sana wananchi wa taifa mama Tanzania. Kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, tunatambua uwepo wa uchaguzi mkuu ujao. Kama vijana wazalendo wa taifa hili, tunaahidi kushiriki zoezi hilo kwa amani na utulivu mapema ifikapo mwezi wa 10 2025. Mungu na tutangulie katika kulitimiza hili kwa amani, utulivu pamoja na kutupatia viongozi watakaokuwa wazalendo katika kulitimiza majukumu yao. Awajalie moyo wa kutambua kuwa ni Mungu ndiye aliyewapa neema ya kuliongoza taifa letu, hivyo wapate kujua kuwa taifa linawategemea na kuwaona kama kioo, hasa katika kuyaendea yale yaliyo mema, kufanya kazi kwa moyo wa kujitoa, uzalendo, haki na usawa. Wawe waaminifu katika kulinda na kutetea haki na mali zetu za asili, ikiwemo madini, vivutio vya wanyama wetu, bandari zetu, ardhi yetu, bahari na kila aina ya hazina iliyopo kwa ajili ya mama Tanzania. Watangulize utu katika kufanya maamuzi, wasiwe wenye kujikweza na kujaa sifa, ili hali ni wajibu wao kuwahudumia wananchi kwa mujibu wa sheria. Watambue kuwa wapo kwa ajili ya kutatua kero na kurahisisha maisha ya wananchi, na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumejitoa kwenye hesabu ya mataifa tajiri duniani yenye kuhubiri amani kila kukicha, ili hali wananchi wake wanaishi kwenye dimbwi la umaskini na manunguniko, huku wakikosa haki, kuonewa na kutokuwa na uhuru wa kuisema kweli. Na hata pale tunapopata viongozi wazalendo wenye uchungu na maslahi kwa taifa, tunashindwa kuwalinda na matokeo yake kupigwa vita na kuonekana wasiofaa na pengine kuondolewa kabisa, huku wachache wakifaidi keki ya taifa hili kwa kujilimbikiza mali kwa wizi wa mali za umma, kutokuwa waaminifu katika kusaini mikataba mikubwa ya kiutendaji na kuruhusu uwekezaji mbovu usio na maslahi kwa taifa ila wao,
familia zao na vizazi vyao. Kama taifa, tunatambua kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi mkuu na wa mwisho wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipata neema ya kuliongoza taifa hili kwa matakwa ya kimungu tu, kulitoa kwenye machozi kuelekea matumaini yenye mwanga ulio mwema. Hatuwezi kuigeuza neema hiyo kuwa laana hakika. Tunalaani vikali tabia za baadhi ya watumishi wa umma walio wazembe na wasiowajibika, wala rushwa na wasio waaminifu kwa mali za umma. Tunakemea viongozi wenye kuisifu na kuiabudu Ikulu, kujipendekeza na kufanya kazi kwa kumfurahisha Mheshimiwa Rais pekee na si wananchi wenyewe. Viongozi kuzeekea madarakani huku tukikosa ubunifu na mawazo mapya kutoka kwa vijana maofisini. Iko wapi hekima wazazi wetu? Na kwa vile mmekuwa mkitutaka kuwa vijana werevu, wasomi na wenye mchango kwa jamii, tuwe na busara, nidhamu na maadili mema, mawazo chanya na uzalendo kwa taifa. Nasi leo twaitumia hekima hiyo kuwakumbusha serikali yetu mambo haya muhimu sana. Na ikumbuke kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ataandikwa na kusomwa kama shujaa mwanamke ndani ya taifa letu. Nasi vijana leo tunaahidi kwenda kuiandika naye hiyo hadithi iliyo njema mapema ifikapo Oktoba 2025. Kwani ndiye kiongozi mwenye upekee halisi wa kuwa rais wa kwanza mwanamke ndani ya taifa letu. Hivyo tuna kila sababu ya kumsaidia kazi katika kweli na uwazi, ili kuacha alama njema na nzuri kwa vizazi na vizazi. Asanteni sana ndugu wa Tanzania wenzangu kwa kunisikiliza. Ulikuwa ni waraka wa amani kutoka kwa vijana Tanzania, sisi watoto wa taifa mama Tanzania, katika tunapoenda kuelekea kwenye uchaguzi mkuu hivi karibuni. Sisi kama vijana wa taifa hili tunaahidi na tunajitoa kwamba tuko pamoja na viongozi wetu, lakini pia niomba nitumie hekima hii kukumbusha mambo kadha wa kadha ndani ya taifa letu, lakini hasa katika utumishi na viongozi wetu. Kwanza nikupongeze Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kiongozi mkuu na wa mwisho wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umefanya kazi njema, tumefanya kazi, matunda tumeyaona na bado tunaendelea kuyaona. Mheshimiwa Rais, nakupa pole pia kwa baadhi ya majukumu makubwa ambayo umekuwa nayo kama kiongozi mkuu wa nchi. Changamoto pia hazikosi, pia tunakutia moyo kama vijana, lakini pia tunakusapoti na tuko nyuma yako Mheshimiwa Rais. Niseme tu maneno machache kama kijana wa taifa hili ambaye nimekuwa nikishuhudia baadhi ya mambo yakiendelea. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala, chama kikuu, chama ambacho kimetulea katika maadili mema, katika misingi ya nidhamu, maadili na utu. Hivyo niko hapa kukisemea chama changu, lakini pia kujaribu kusema baadhi ya mambo machache ambayo yamekuwa yakionekana hayapendezi na kuleta taswira mbaya kwenye uso wa taifa letu. Watanzania wenzangu, tulipata rais mwanamke hivi karibuni ambaye